Mheshimiwa Dr. Biteko. Mheshimiwa Spika, kwanza nichukue nafasi hii kukushukuru sana kwa kunipa nafasi hii ya kuweza kuchangia hoja ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ambaye ameitoa mbele yetu muda si mrefu. Mheshimiwa Spika, nikiri kwamba kwanza maneno aliyozungumza mtangulizi wangu Profesa Kabudi, mwanadamu yeyote ambaye anajua kusikiliza, ni maneno ambayo yanaweza kummove kila mmoja, na hasa yule tunayemzungumzia hii leo. Ninapata tabu sana kuyaharibu maneno yale kwa sababu moja, yanahusia ndani mwake, lakini kwa mara ya kwanza Wagogo wamepata bahati ya lugha yao kusemwa bungeni. Tena kupitia waraka wa wazee wa Kigogo. Mheshimiwa Spika, bila kuharibu maneno hayo ya Profesa Kabudi waziri wetu, naomba nichukue nafasi hii nimshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye yeye hupanga majira na nyakati katika maisha ya wanadamu. Tunamshukuru Mungu sana, kwanza kwa zawadi ya uzima na afya, lakini kwa kufanya tukio hili litokee tukiwa hai, tukiwa tunaona. Pili, namshukuru sana, na kama walivyosema wenzangu, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kumuona kijana mwenzetu ndani ya bunge hili ambaye wengi tumefanya naye kazi, akaona kuwa inafaa mteue yeye kuwa msaidizi wake wa karibu, na kwa maana hiyo ametuheshimisha sana wabunge, amewaheshimisha sana vijana, na kubwa zaidi Chama cha Mapinduzi ambacho kimempendekeza kumleta hapa kwenye ukumbi huu. Mheshimiwa Spika, sitaki kutoa siri za vikao, lakini nataka kutoa ushuhuda mdogo. Shangwe ninayoiona hapa baada ya jina la mwenzetu ndugu yetu Deogratius John Ndejembi ilikuwa hivyo hivyo kama mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa nilikuwa kwenye kikao baada ya Mheshimiwa Rais kuleta lile jina. Chama cha Mapinduzi halmashauri kuu yake baada ya jina hili kutajwa, hakuna hata mmoja aliyekaa. Wote walisimama wakampongeza Mheshimiwa Rais kwa sababu ametuletea mtu sahihi. Mheshimiwa Spika, mwanadamu kwa asili hujulikana kwa namna tatu: ajijuavyo yeye, Mungu anavyomjua, na namna ambavyo wengine wanamjua. Hapa tunazungumzia namna moja ambavyo wanadamu wengine wanavyomjua Deogratius Ndejembi, na wote hapo wamezungumza, na hasara ya kuzungumza mwishoni ni kwamba utarudia waliosema wenzio, lakini faida ni kwamba unaweza ukafanya uchambuzi wa yale waliosema wengine. Moja ya mambo ambayo mimi napata faida kama mzungumzaji wa mwishoni ni kwamba yako mambo ambayo wote wanafanana katika kuyasema. Wanamzungumzia Deo kama mtu msikivu, na Mheshimiwa Spika, ukikaa na Deo Ndejembi ukazungumza naye, unaweza ukajiona una akili sana. Ana uwezo wa kukusikiliza hata kama anatofautiana na wewe. Deo ni mtu ambaye anakusikiliza ili akuelewe, si sawa na wengine wanaokusikiliza ili wajiandae kukujibu. Yeye atakupa muda, atakusikiliza, hata kama hakubaliani na wewe, Deo atakwambia nimekuelewa. Mheshimiwa Rais, tunamshukuru sana, ametuletea mtu sahihi. Pili, jingine ambalo wote tunafanana katika kuzungumza, kuanzia msemaji wa kwanza, mtoa hoja, na baadaye Profesa Kabudi, tunakubaliana bila kumpamba kwamba Deo ni mtu mnyenyekevu. Mheshimiwa Spika, koti la unyenyekevu kama si lako, hata ukilazimishwa kuvalishwa watu watasema sawa, lakini humu Mheshimiwa Spika, wote wanakiri Mheshimiwa Deo Ndejembi ni mtu mnyenyekevu anayekuwa rafiki wa kila mtu, na hayuko hivyo tu, hayuko hivyo bungeni, yuko hivyo kila mahali. Mimi nimepata bahati ya kufanya kazi naye.
akiwa waziri wa ardhi, si mtu ambaye anapenda kusema, anapenda kutenda zaidi. Leo angependa matendo yake yale yamzungumze yeye. Wakati fulani tulikuwa na kazi fulani tumetumwa, nikamwomba Mheshimiwa Waziri wa Ardhi, tumeandikiwa message ya mama analalamika Dar es Salaam juu ya kero ya kudhulumiwa ardhi yake. Nikamwita makamu wa rais mteule huyo, nikamwambia hili jambo liko kwenye sekta yako, twende ukatusaidie. Akaniambia nimelichukua. Hakurudi hata kwangu kuniambia, hakurudi hata kwenda kwenye media kutangaza. Niliona yule mama anarudi, anakuja kunishukuru mimi. Nikamwambia yuko aliyefanya hiyo kazi. Akasema nimemtafuta kijana mpole yule, amenisaidia jambo hili nimehangaika nalo kwa muda wa mwaka mingi. Haya yanayosemwa ndani. Mheshimiwa Spika, wako maelfu na mamia ya Watanzania wangepata nafasi tulionayo humu ndani, wangeyarudia kwa namna ile ile. Mheshimiwa Spika, nataka nikuhakikishie kwamba tumepata kiongozi ambaye moja ya kazi kubwa anajua, kama alivyosema Profesa Kabudi, anajua kumheshimu aliye juu yake, anajua kuheshimu anaofanya kazi nao, anajua kuheshimu wale ambao wanamsaidia kazi.